kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri katika mchezo wa Kariakoo Derby ambao ulipaswa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, ambapo mchezo huu ungekwenda kuwakutanisha maasimu wa jadi. Hapa tukienda kuiongelea klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo hapo siku ya jana tumetoka kulishuhudia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupitia bodi yake waliweza kutangaza tarehe rasmi ya mchezo huu kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga dhidi ya kikosi cha timu ya soka Simba, ambapo taarifa iliyotolewa na bodi inasemaje? Ilikuwa inasema hivi: kwa heshima na taadhima, bodi ya ligi kuu inapenda kuwataarifu kuwa baada ya mashauriano na wadau mbalimbali wa michezo pamoja na tathmini ya mechi na pande zote mbili zimekubaliana na ratiba ya ligi, imekubaliwa kuwa mechi ya marudiano kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club itafanyika katika uwanja wa Amani Zanzibari siku ya Jumamosi tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2025 kuanzia saa 10 jioni. Uamuzi huu umefanyika kwa kuzingatia mambo yafuatayo: moja, kuongeza usawa wa mazingira ya kiushindani kwa timu zote mbili; mbili, kuimarisha ushirikiano wa michezo baina ya Tanzania bara na Zanzibari; tatu, kuwapa mashabiki wa Zanzibari nafasi ya kushuhudia moja ya mechi kubwa nchini. Hiyo ni tatu. Bodi ya ligi inasisitiza kuwa maandalizi yote yafanyike kwa kushirikiana na wadau husika, ikiwa ni pamoja na usalama, upangaji wa tiketi, mawasiliano na vyombo vya habari, maandalizi ya uwanja. Tafadhali hakikisheni timu zenu zinafanya maandalizi ya kutosha kuelekea mchezo huo muhimu. Kwa hiyo tunaona hii ni taarifa ambayo jana bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliweza kuitoa kuhusiana na mchezo huu wa Kariakoo Derby ambao kwa upande mwingine uliahirishwa kutokana na klabu ya soka Simba kugomea mchezo kwa sababu walishindwa kufanya mazoezi tarehe 7 siku ambapo kwa upande mwingine walizuiliwa na mabodigadi wa klabu ya soka Yanga. Kwa hiyo bodi wameweza kutoa tarehe rasmi ya mchezo kati ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Sasa mara baada ya hili kujiri, watu wengi walikuwa wanataka kujua, je, kwa upande wa Yanga msimamo wao ukoje? Kwa sababu ukiangalia klabu ya soka ya Yanga Sports Club, wao msimamo wao hapo awali ulikuwa ni kuto kucheza mchezo huu tena, kwa sababu hata ukiangalia katika michezo ambayo wanacheza na Yanga washacheza mechi 26, lakini wao wanasema wamebakiza michezo mitatu pekee kukamilisha ligi kuu Tanzania bara. Sasa kupitia taarifa ambayo imeweza kutolewa na mchambuzi wa soka barani Afrika Mick Junior, ambaye pia ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia kwa ukaribu mechi hii, ameweza kuripoti na kwa lugha ya Kiingereza, lakini sitakwenda kukutafsiria kwa lugha adhimu ya Kiswahili kile ambacho Young Africans wameweza kukifanya mara baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutangaza tarehe rasmi ya mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga. Mick Junior anasemaje? Tunanukuu kwa lugha ya Kiswahili: Yanga wameomba CAS kuzuia TFF, bodi ya ligi na Simba isitangaze tarehe yoyote ya mchezo mpaka kesi yao ikamilike, itimie zuio. Hapa akimaanisha kwamba klabu ya soka Yanga Sports Club wameiomba CAS ni mahakama ya usuluhishi ya kimichezo, wameiomba kwamba izuie bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuto kutangaza tarehe yote ile mpaka pale kesi yao wao CAS watakapotoa maamuzi, kwa sababu CAS ni mahakama ya kisuluhishi ya kimichezo ambayo kwa upande mwingine wana haki ya kusuluhisha kile ambacho kinaendelea katika michezo mbalimbali duniani kondo. Hivyo CAS maombi yao ni kwamba Young Africa wameomba CAS wasiweze yani waizuie TFF, waizuie Simba, waizuie bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuto kufanya maamuzi yote yale mpaka wale watakaposikiza kesi hiyo na kuweza kutolea hukumu yake. Kondo hayo ndio majibu ya Yanga Sports Club, lakini kwa mujibu wa bodi tayari wao wameshatoa majibu yao. Tarehe rasmi ya mchezo kati ya Simba na Yanga utafanyika katika uwanja wa New Amani Zanzibari tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2025. Kwa hiyo huenda tukashuhudia mauzauza mengine tena katika mchezo huu, kwa sababu Yanga wao hawataki tena kucheza mchezo huu. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara,
kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Shaysa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Shaysa Sultan ili utibiwe. Hakika Shaysa Sultan ndiyo kiboko yao.